Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametangaza kuondoa vikwazo vyote vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Syria. Bwana Trump ameyazungumza hayo akiwa nchini Saudi Arabia, ambapo ametangaza kuondoa vikwazo vyote vya Syria, akisema kwamba ni wakati wa nchi hiyo kusonga mbele na hivyo kuipa nafasi ya kuanza kufufua uchumi wake ulioporomoka kutokana na vita vya muda mrefu na vya wenyewe kwa wenyewe. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump amesema kuwa Marekani haina mshirika wa karibu zaidi kuliko Saudi Arabia wakati wa ziara yake ya kwanza nje ya nchi, ziara katika mataifa ya Ghuba inayolenga zaidi kuimarisha uwekezaji. Akizungumza mjini Riyadh, kiongozi huyo wa Marekani pia ameahidi kuondoa vikwazo vyote dhidi ya Syria, akisema kwamba sasa ni wakati wa nchi hiyo kusonga mbele na kwa wakati sahihi wa Syria kupambana dhidi ya kuibua uchumi wake na dhidi ya kuanzisha mfumo mpya wa uongozi ambao utahakikisha haki kwa wananchi wake. Ameeleza kuwa vikwazo dhidi ya Syria vimetimiza malengo yake na hivyo havihitajiki tena. Tangazo la Trump kuiondolea vikwazo Syria linaashiria mabadiliko makubwa katika sera ya muda mrefu ya Washington kuhusu Syria, ambapo vikwazo vililenga serikali ya rais aliondoka madarakani Bashar al-Assad na hivyo nchi kwa ujumla kutokana na visa vya ukandamizaji wa upinzani na ukiukwaji wa haki za binadamu katika muda wa karibu miaka 14. Afisa mmoja katika ikulu ya White House amesema Trump anatarajiwa kukutana na kiongozi wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa leo Jumatano nchini Saudi Arabia. Mkutano kati ya kiongozi huyo wa Marekani na komanda wa zamani wa mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda alichukua madaraka baada ya Bashar al-Assad kuondolewa madarakani. Vyanzo viwili kutoka katika ofisi ya kiongozi huyo wa Syria vimeiambia shirika la habari la Reuters kwamba Trump na al-Sharaa watakutana leo asubuhi. Trump ameamua kuondolea Syria vikwazo baada ya majadiliano na Mohammed bin Salman na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambao wote wawili wameunga mkono kuondolewa kwa vikwazo hivyo. Siku ya kwanza ya ziara ya Trump imeshuhudia pia Marekani na Saudi Arabia zikitia saini makubaliano ya silaha yenye thamani ya dola bilioni 142 pamoja na uwekezaji mwingine ambao mrithi wa kiti hicho cha ufalme Mohammed bin Salman ameeleza kuwa unaweza kufikia hadi thamani ya dola trilioni 1 kama ambavyo Bwana Trump alipanga. Ikumbukwe mwanzoni mwanafalme wa Saudi Arabia alitaka kuwekeza dola bilioni 600, lakini Trump alimwambia labda awekeze dola trilioni 1. Trump pia alifanya Saudi Arabia kuwa kituo chake cha kwanza cha kigeni wakati wa muhula wake wa kwanza madarakani mnamo mwaka 2017. Ziara yake ya sasa itajumuisha pia kuzitembelea Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Katika hotuba yake kwenye kongamano la uwekezaji, Trump ameusifia uhusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia, akiutaja kuwa wenye nguvu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Amesema kuanzia tulipoanza tumeshuhudia utajiri ukimiminika na unaendelea kumiminika nchini Marekani. Trump anajaribu kuwavuta wawekezaji wa kigeni kuwekeza Marekani ili kukuza uchumi wa taifa hilo, mmoja kati ya kipaumbele kikuu cha serikali yake katika takribani miezi 4 ya muhula wake wa pili. Akitoka Riyadh, rais huyo wa Marekani atasafiri kuelekea Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambapo tayari ameahidi kuwekeza dola trilioni 1.4 nchini Marekani katika kipindi cha mwongo mmoja ujao. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi ambayo yanajiri katika safari ya Mashariki ya Kati ya rais wa Marekani Donald Trump. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.